Wayahudi huko Israel wanasema watampokea rais wa Marekani siku ya leo Jumatatu kama shujaa katika bunge la Israel Senate, huku makubaliano dhaifu ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas yakiingia siku ya 4. Hali hii inajiri wakati wa kwanza kwa mchakato wa kuachiliwa kwa mateka wa Israel na wafungwa wa Kipalestina, hatua ndogo lakini muhimu katika juhudi za kumaliza vita vilivyodumu kwa miaka miwili. Mapigano yalianza Oktoba 7 mwaka 2023 baada ya shambulio la Hamas lililosababisha vifo vya watu zaidi ya 1200 nchini Israel na kuchukuliwa kwa mateka 251. Mashambulizi ya angani na ardhini ya Israel yameiharibu Gaza, na mamlaka ya afya eneo hilo ikisema zaidi ya Wapalestina 67,000 wameuawa katika mashambulizi yaliyofanywa na jeshi la Israel IDF. Trump akizungumza ndani ya ndege ya Air Force One kabla ya kuwasili Israel alisema vita imekwisha na hisi eneo hili litaanza kurejea katika hali ya kawaida. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa ukitangaza kuanza tena misaada ya kibinadamu ikiwemo gesi ya kupikia na dawa kuingia Gaza kwa mara ya kwanza tangu mwezi Machi. Makubaliano hayo yameleta matumaini mapya, lakini wachambuzi wanasema amani ya kudumu bado ni ndoto. Hali hiyo itajadiliwa katika mkutano na viongozi zaidi ya 20 unaotarajiwa kufanyika leo mjini Sharm el-Sheikh nchini Misri chini ya uongozi wa Trump. Miongoni mwa watakaohudhuria mkutano huo ni Rais wa Palestina Mahmoud Abbas, huku serikali ya Israeli ikithibitisha haitashiriki moja kwa moja katika majadiliano hayo. Trump amepata pongezi nyingi huko Israel, huku shinikizo la kisiasa likiongezeka. Wizara ya habari ya Israel imesema mateka 20 waliobaki hai wanatarajiwa kurejeshwa Jumatatu ya leo, ikifuatwa na miili ya mateka 28 waliouawa. Kwa upande mwingine, wafungwa 1700 wa Kipalestina waliokamatwa tangu Oktoba mwaka 2023 wataachiwa baada ya mateka wa Israel kurejea salama. Katika ukanda wa Gaza, wakazi wanaorejea kaskazini wanasema hawaamini macho yao. Wanasema, tulitembea kilomita 15 kutoka Deir al-Balah hadi Gaza City, alisema Rami Mohamed Ali mwenye umri wa miaka 37, akieleza zaidi kwamba wanafurahia kurejea, lakini ni uchungu kuona uharibifu huu wa mabaki ya miili barabarani. Jumamosi ya wiki iliyopita, maelfu ya watu walijitokeza katika uwanja wa mateka mjini Tel Aviv wakimshangilia rais wa Marekani Donald Trump, huku akimpigia kelele za upinzani waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Hali hiyo ilionyesha wazi mgawanyiko wa kisiasa unaoendelea ndani ya Israel. Trump atakuwa rais wa 4 wa Marekani kuwahi kuhutubia Senate, akifuata nyayo za Jimmy Carter, Bill Clinton na George W. Bush. Spika wa Senate Amir Ohana amemuita Trump rafiki mkubwa zaidi katika taifa la Kiyahudi katika historia ya kisasa. Wakosoaji wa Netanyahu wakiwemo familia za mateka wanamshutumu kwa kuchelewesha makubaliano ili kunufaisha washirika wake wa kisiasa wa mrengo wa kulia. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC tayari imetoa hati kukamatwa kwake kwa tuhuma za uhalifu wa kivita, madai ambayo anayakana. Bado amani inatiliwa mashaka kabla ya mkutano wa Misri. Trump anapanga kutangaza awamu ya pili ya mpango wake wa amani unaojumuisha kuunda bodi ya amani itakayosaidia kusimamia Gaza baada ya vita kwa ushirikiano na waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Tony Blair. Hata hivyo, maswali bado ni mengi kuhusu nani atakayetawala Gaza na mustakabali wa Hamas, kwani wapiganaji wa Hamas pamoja na raia wa Kipalestina wameshakataa kutawaliwa na Tony Blair, waziri mkuu wa zamani wa Uingereza. Wakati huo huo, wizara ya mambo ya ndani ya Hamas imesema itapeleka vikosi vya usalama katika maeneo yaliyokuwa yakidhibitiwa na jeshi la Israel, hatua ambayo baadhi ya wachambuzi wanaiona kama kichocheo cha vurugu mpya. Mazungumzo kati ya Israel na Hamas kuhusu orodha ya wafungwa wa Kipalestina wanaotarajiwa kuachiwa bado yanaendelea. Hamas inasema Israel imeondoa baadhi ya majina ya viongozi wakuu katika orodha ya awali, jambo linaloweza kuhatarisha mkataba wa kusitisha mapigano kati ya Israel pamoja na Hamas. Wizara ya sheria ya Israel imethibitisha kuwa wafungwa 250 waliopatikana na hatia za mauaji wataachiwa, lakini majina kama Marwan Baghouti na Ahmed Sadat hayajajumuishwa. Wakati huo huo, waziri wa ulinzi wa Israel Katz ameonya kuwa jeshi litaendelea kuvunja mitandao ya mahandaki ya Hamas baada ya kurejeshwa kwa mateka. Mchambuzi wa Kipalestina Akram Attallah ameiambia Reuters kwamba mpango wa Trump umeundwa kwa namna inayonufaisha Israel pekee, akiongeza kuwa Hamas itapoteza nguvu za majadiliano mara tu itakapokabidhi mateka.
Kurejea kwa wakazi wa Gaza kaskazini kumeonyesha ukubwa wa maafa baada ya miaka miwili ya vita. Mashirika ya misaada yamesema zaidi ya hema 300,000 zinahitajika kuwahifadhi wakimbizi milioni 1.5 waliopoteza makazi. Kwa upande wa Israel, hatua ya Trump inaonekana kama mafanikio makubwa ya diplomasia, lakini wachambuzi wanaonya kuwa bado kuna hatari ya kuvunjika kwa makubaliano. Mkutano wa Misri unatarajiwa kuamua hatima ya mpango huo, unaonekana kama jaribio la kurejesha ushawishi wa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Trump anatarajiwa kutumia hotuba yake katika bunge la Senate kuhimiza njia mpya ya ujenzi, uponyaji na umoja wa mioyo, maneno ambayo pia yamekuwa yakirudiwa na Netanyahu katika matangazo ya televisheni. Naitwa Adam Hussein, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii.